Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kwa mara nyingine tunamzungumzia qarin. Hii itakuwa ni sehemu ya 6 na leo tunamzungumzia qarin na kumbukumbu za zamani. Kwa nini unaota sana uko shule, unaota mazingira zamani, nyumbani, kijijini aliyakoe hauko mazingira hayo, unaota mazingira ya miaka zaidi ya 10, 7, 8, 9 au 1 uliopita aliyakupo katika maisha sasa, na ukifuatilia kwa makini utagundua kwamba haya maisha ya zamani unayoota wanakabiliwa na ndoto hizi, mambo yao mengi huwa yanaharibika, hawafanikiwi. Ni kwa nini? Qarin anachokifanya ni kwamba anakurudisha katika miaka iliyopita. Kawaida maisha tunaishi kulingana na hali ya mazingira ilivyo. Tulivyokuwa tunaishi miaka ya 90 ni tofauti na miaka ya 2000 na tofauti na miaka 2025, na hata baada ya miaka kadhaa itakuwa ni tofauti. Kama mtu ataishi akiwa nyota yake ipo na habari ya mambo ya zamani, maana yake mtu huyo hawezi kuendelea kabisa katika maisha yake. Kwa kuthibitisha kwamba huwezi kuendelea, ndo pale sasa qarin inapokuwa sasa amekugusa katika sehemu ya ufahamu wako, unaanza kuona mambo ya zamani. Utaota ndoto za watu waliokufa, utaota ndoto za shule mara kwa mara, utaota ndoto za kijijini kule, mambo ya zamani. Ukija ili ugundue kwamba zile ndoto zina athari gani katika maisha yako na qarin ameamua kufanya nini katika maisha yako ili kukuharibia, basi utaangalia maisha yako ya sasa. Je, yapo kwa kiwango gani? Je, mambo yako yanakwenda vizuri? Ukigundua kwamba kuna mtihani katika kusogea kwa mambo yako, ujue kabisa hapa qarin amehusika kwa namna moja ama nyingine kuweza kukusababishia. Ikumbuke kwamba qarin huyu anaweza kufanya mabaya haya kwa yeye mwenyewe, au anaweza kufanya mabaya haya kwa kuagizwa kichawi, yani mchawi akakulogea qarin. Katika vipindi vinavyokuja tutazungumza namna gani mchawi anaweza kukulogea qarin. Jaribu kusubscribe katika channel yetu hii, au bonyeza alama nyeusi ya kengele, au tufollow katika akaunti zetu. Kama una swali uliza kupitia comment, au tutumie message ya ujumbe wa WhatsApp kupitia namba ya simu inapita katika screen yako. Tukutane katika vipindi vijazo. Mimi ni Sheikh Dr. Ewe Muislam mwenye moyo thabiti, imani na huruma na mapenzi katika dini, tumewasilisha ombi letu kwa Waislamu muda sasa kuomba kusaidiwa katika changamoto ya kupata eneo rasmi kwa ajili ya kujenga madarasa kwa ajili ya vijana hawa ambao wanajifunza kuhusu Uislamu, lakini bado hatujafanikiwa. Hivyo changamoto kubwa ambayo inatukabili kwa sasa ni kwa kodi. Tunalipa karibuni 120,000 kila mwezi ili watoto waweze kusoma. Hatuna mdhamini wa kutunulia vitabu, wala kutulipia kodi, wala bili ya umeme, wala bili ya maji. Yote haya tunayafanya kwa ajili ya dini. Mwalimu ndio anashughulika na harakati zote hizi. Inshallah tunakuomba mchango wako kupitia nambari yetu ya Airtel ya 0692074649. Jina litatokea ni Mustafa Jumanne, au nambari yetu ya Tigo Pesa 0657990471 inshallah. Lakini pia kama una uwezo kuja kutunulia eneo, basi tununulie eneo tupate kujenga madrasa yetu na tuache adha ya kulipa kodi. Tunaomba mchango wako kununua vitabu sasa na kulipa kodi ya maji, umeme pamoja na kodi ya vyumba vya madrasa ambavyo tunavisoma. Sisi madrasa yetu inaitwa Madrasa Tawfiq al-Islamia, iko chini ya Sheikh Dr. Hudhud. Inapatikana Mlandizi, Kibaha, mkoa wa Pwani, kata ya Mtongani. Kwa mawasiliano hayo unaweza kututafuta WhatsApp au ukaja moja kwa moja katika eneo husika, Mtongani, Mlandizi, mkoa wa Pwani.